Lakini miongoni mwa hayo arba'atun hurum, kuna miezi minne mitukufu, mitatu ya kufuatana na mmoja uko peke yake. Mitatu ya kufuatana ni ipi? Ni baada ya mwezi huu tulionao Shawwal, kuna mwezi unaitwa Dhulqaada, kisha utafuatia mwezi unaitwa Dhulhijja, kisha utafuatia mwezi unaitwa Muharram. Miezi mitatu mitakatifu iliyofuatana. Humo ndani ya miezi hiyo kuna kitu kinaitwa Eidul Adha, idi ya kuchinja. Humo ndani yake kuna mwezi unaitwa Muharram, ni mwezi unaotufungulia mwaka wa Kiislamu. Ni mwezi ambao kwamba kullama yati hadha ash-shahr natadhakkaru wa iyyakum hijrata al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Pindi unapokuja huu mwezi wa Muharram, basi huwa tunakumbushana namna gani kuhama kwake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tupo katika mwezi wa Shawwal, na mwezi wa Shawwal Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, man sama ramadhana wa atba'ahu sittun min Shawwal fakaannama sama ad-dahra kullah, au kama qala alayhi salatu wassalam, anayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatisha na siku sita za funga ya mwezi wa Shawwal, fakaannama sama ad-dahra kullah, basi ni kama yule ambaye kwamba amefunga nini? Mwaka mzima. Leo tupo katika mwezi wa Shawwal, tupo katika mwishoni tena mwa Shawwal, lakini bado zingali zipo zile siku sita za kufunga, kwa sababu katika hadithi na sigha ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndivyo wanazuoni walivyotueleza, haikuthubutu kwamba Mtume amemaanisha baada ya kufunga sita tu watu lazima wafunge hiyo Shawwal, kwa maana funga ya sita ya Shawwal ipo ndani ya zile siku sita za mwanzo baada ya Idi. Hapana, alisema sittun min Shawwal, kufunga siku sita ndani ya mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo haijalishi ni mwanzo, ni kati, ni mwisho, ili mradi ufunge siku sita katika mwezi huu wa Shawwal. Kwa hiyo angalizo, na tunakumbushana kwamba wale ambao kwamba pengine hawakubahatika kufunga zile siku sita, bado siku tunazo na fursa ingali ipo. Maana yake yule ambaye kwamba hajabahatika kufunga, basi kesho aanze, na inshallah mpaka baada ya siku sita mwezi nao utakuwa umefanyaje? Umekwisha. Leo ni mwezi 22. Kwa wale walioanza kufungulia leo ni mwezi 23, ina maana bado siku 7 kamili. Siku 7 zinapatikana, siku 6 tena kwa nafasi kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni katika kukumbushana yule ambaye kwamba hakubahatika kufunga siku sita za Shawwal. Unajua siku ile ya Idi kidogo zinakuwa na uvivu. Mtu anasema ngoja waamle Idi, ile sikukuu, pengine mtu ana familia na watoto. Sasa anaona dhiki, akifunga yeye watoto watakuwa hawafurahi pale nyumbani, ataka aenjoy na watoto zile siku za mwanzo. Ijapo wazee wetu tunakumbuka wakati sisi ni watoto walikuwa hata hawataki kujua habari ya siku ya watoto, la wakimaliza siku ya Idi pili mubasharatan wanaanza siku sita zao, kisha tunasherehekea pamoja Idi
ya sita. Maana kuna idi kubwa na kuna idi ya sita vile vile, na wao ni wazee, idi yao wanaita. Maana yake mkishafunga ile Ramadhani, mwezi ukishaonekana au ukamaliza siku 30, idi watu wote hakuna kufunga, ni haramu kufunga. Sasa idi pili moja kwa moja mubasharatan watu waanza kufunga, siku ya kwanza, siku ya pili, mpaka zikimalizika zile siku 6. Ile siku ya 7 kwao huwa ni idi nyingine, kwa maana idi wanaita idi ya 6. Wanasherehekea kwamba tumemaliza 6 salama. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye idi ya 6, tukiita idi ya watu wazima. Kwa hiyo inapatikana furaha ya watu washerehekea pale, inafanya tena masherehe kama vile ni idi kubwa. Hivi ndivyo tulivyoinukia na wazee wetu. Lakini siku hizi watu kidogo wamekuwa wavivu. Sisi ambao kwamba tuliokuwa vijana ndio tumekuwa watu wazima, ndio tumekuwa sasa tunalea watoto, tunajikuta tuna uvivu, tunakula idi na watoto, kula idi mpaka mwisho wa siku unakuja tarehe 10, tarehe 15, wewe bado hujaanza kufunga. Wengine anafunga siku moja, anaacha, baada ya siku 2-3 anafunga tena. Kwa hiyo kila mmoja ana khiari yake, kila mmoja ana namna anayotaka yeye, isipokuwa kwa wale ambao kwamba wanadaiwa Ramadhani, wanatakiwa wafunge na walipe Ramadhani. Usije ukasema mimi sasa hivi hata nile idi nikimaliza huko. Iko atarahi yajuzu fi sharia fi sawm, lakini wanazuoni wanapendekeza zaidi kwamba mtu afunge moja kwa moja hii Shawwal isimalizike, isipokuwa mtu amemaliza nini, funga zake za Ramadhani, hasa ndugu zetu kina dada kina mama ambao wanaodaiwa, kwa sababu Ramadhani ikiingia ni mwezi mzima ule. Sasa katika mwezi mzima utakuta lazima mwanamke anaingia kwenye siku zake, na akishaingia kwenye siku zake haruhusiwi kufunga. Maana yake anatakiwa kulipa baada ya Ramadhani. Kuna atakayelipa siku 3, kuna atakayefungulia siku 7, kuna atakayefungulia siku 9, kila mmoja ala hasabi adatihi fil haidh, kila mmoja kwa hasabi au kwa kiasi na kwa kiwango ambacho kwamba anaona ada yake na siku zake. Kuna mtu anaona siku zake siku 3, kuna mtu anaona siku 6, kuna mwingine 7, mwingine kuna mpaka 9, mwingine mpaka 11 wa hakika. Kwa hiyo utakuta mwanamke imemalizika Ramadhani ana siku 10 anadaiwa au siku 7. Ni muhimu ajitahidi kuweza kuzilipa kwa wakati. Halazimishwi kwamba baada ya Ramadhani tu aanze kulipa. Anayelazimishwa baada ya Ramadhani tu kulipa saumu ya Ramadhani ni yule aliyeacha kufunga bila ya dharura. Huyo ni haramu, anapata dhambi. Na Ramadhani ikiisha tu, akimaliza ile siku ya Idi tu, aanze kulipa siku za Ramadhani. Vinginevyo kila siku inavyoongezeka anaingia kwenye dhambi, kila siku inavyosogea anaingia kwenye dhambi. Haramu, kwa sababu ukafungulia siku ya Ramadhani bila ya dharura. Kwa nini umekula mchana wa Ramadhani? Bana mimi siku niliamka tu nikajisikia nile tu basi. Hukuwa mgonjwa, sikuwa mgonjwa. Hukuwa msafiri, sikuwa msafiri. Hakuwa ni mwanamama au dada ambaye uko kwenye siku zake, hapana, ni mwanamume. Kwa nini? Basi dhambi zake ni kubwa. Mtu wanasema wanazuoni, mwenye kuacha siku moja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani bila ya sababu, hata akafunga mwaka mzima, ile siku moja hailipiki. Hata akafunga mwaka mzima akawa anafunga, haiwezi kulipika ile siku. Lakini ni lazima alipe, kuonyesha uzito na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo faman kana minkum maridhan au ala safarin, dharura mbili hizi tumewekewa. Man kana minkum maridhan, atapokuwa mmoja wenu yupo katika maradhi, au ala safarin, au ana safari, fa iddatun min ayamin ukhra. Angalia, atakayeacha kwa dharura hii ya ugonjwa au kusafiri,
ni dharura zilizowekwa katika mwezi mtukufu Ramadhani mtu kutofunga, basi atafunga siku zingine baada ya kumaliza nini na Ramadhani. Na pia halazimishwi kwamba ikiisha Ramadhani lazima afunge, hapana. Wanaita kisheria na katika misemo ya kifikri wanaita ala tarahi, yajuzu alqada ala tarahi mush ala alfawr. Yani ufunge kwa utaratibu wako mwenyewe, tarahi kwa maana haina haraka. Lakini yule ambaye kwamba ataacha funga ya Ramadhani bila dharura, yajibu alayhi alqada ala alfawri, ni lazima alipe hapo Ramadhani ikimalizika. Kwa hiyo maradhi na msafiri na huyu dada ambaye kwamba ameacha kwa sababu ya siku zake, au mama ameacha kufunga kushindwa kwa sababu ya kumnyonyesha mtoto, hii pia ni dharura ambayo kwamba sheria imeweka. Mama anashindwa kumnyonyesha mtoto wake kwa sababu amefunga, unafahamu? Kwa hiyo anafungulia ili apate lishe, maziwa yaweze kutoka kwa sababu ya mtoto, pia ile ipo, ni dharura na mtu anaweza kufungulia mama yule. Lakini katika sheria kuna kulipa pamoja na kutoa kibaba, na kuna mtu analipa bila kibaba na kuna mtu anatoa kibaba bila kulipa. Hayo ni maelezo yapo katika fiqh, sio mada yetu leo. Tunachozungumzia ni masala ya kufunga sita ni siku 6 katika mwezi mtukufu huu wa Shawwal ambao tunao. Kuna kitu nikitolee maelezo, wanaozuoni wamekhtalifiana. Je, siku mtu anafunga Alhamisi lakini hapo ni siku ya Shawwal, maana yake anataka kufunga 6 ya Shawwal, kisha ameisubiria mpaka ile Jumatatu au Alhamisi, je, anaweza kupata funga ya 6 na pale akapata siku ya Alhamisi? Wapo wanaozuoni wamekubali hiyo, wamesema ndio. Wanasema yandariju tahta as-sawm 6 min Shawwal fayandariju tahtahu sawm yawm al-khamis. Al-indiraj maana yake ni kuingia kitu chini ya kitu kingine. Ni mfano, umeingia msikitini, unataka kuswali sunna ya udhu, unataka kuswali sunna ya tahiyatul masjid, lakini pale unataka kuswali qablia, sunna ya qablia. Je, ile tahiyatul masjid inaingia chini ya ile qablia? Naam, wanazuoni wanasema inaingia. Maana yake unanuia kwamba mimi naswali qablia ya dhuhuri, naswali qablia ya isha, naswali qablia ya subhi, maania tahiyatul masjid, pamoja na nia na tia pia ya kunini ya tahiyatul masjid, yani maamkizi ya msikiti, kwa sababu msikiti una maamkizi yake, nayo ni nini? Ni rakaa 2. Kwa hiyo zile sunna ndogo zinaingia kwenye sunna kubwa. Sasa unazoona ikaja swali, je, mimi nafunga 6 ya Shawwal, bahati ikakutana na siku ya Alhamisi, yani nimechagua kufunga Alhamisi na Jumatatu, je, inaingia? Nasema inaingia. Yani ile unafunga 6, unanuia 6, lakini ina maana wanasema unapata ndege wawili kwa jiwe moja. Lakini wanazuoni wanasema hapana, hii kwa sababu ni ibada mustaqilla, ni ibada inayojitegemea. Kwa hiyo ni muhimu mtu ufunge siku 6 kama 6, kisha utaendelea na sunna zako zile za Alhamisi na Jumatatu. Haya ni maelezo ambayo kwamba yapo. Ukitaka kuchukua hili unaweza, ukitaka kuchukua hili unaweza, kwa sababu ikhtilafu, Mtume anasema ikhtilafu ummati rahma, kutofautiana kwa ummati wangu ndio huruma yenyewe ya Mwenyezi Mungu kwa ninyi. Nakupa mfano mwingine wa kielimu. Imam Shafi'i katika madhhabi yake, na hawa watu ni aima almujtahidin, aimatul mujtahiduna, maimamu ambao kwamba wamejitahidi,
au ambao kwamba wana ijtihadi na ni haki yao kuwa na ijtihadi kutokana na ilmu walionayo. Daraja ya elimu waliofikia ndio wakaweza kufanya kitu kinaitwa nini? Madhhab. Madhhab maanake ni njia, namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu kupitia zile ahadithi na Qur'ani na yale waliyopokea kwa mtume na masahaba. Sasa kwa haraka haraka tukielezea hili utakuta, na haya tulijaribu kueleza mara nyingi katika darasa zetu na katika hutuba za Ijumaa, lakini kurudia si vibaya. Katika madhhabi ya Imam Shafi'i, kwa kumgusa tu mwanamke mwanamume ambaye ni ajnabi, kumgusa tu mwanamke, basi tayari udhu wako umefanyaje? Umeshatenguka. Lams almar'a alajnabiyya yanqudhu alwudu, hutengua udhu kwa kumgusa mwanamke ambaye ni ajnabi. Mwanamke ambaye ni ajnabi ni nani? Ni yule ambaye kwamba unafaa kumuoa, wasiokuwa katika wale waliotajwa katika aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema hurrimat alaykum ummahatukum. Ile aya inasema hurrimat alaykum ummahatukum, ambao kwamba wanakuja mama, mmeharamishiwa nyie kuwaoa manake mama zenu, dada zenu, ndugu yake mama, ndugu yake baba, wa hakadha. Kuna mama wa kukuzaa moja kwa moja, lakini kuna mama wa kunyonyesha, wa ummahatukum min ar-radha'a. Sasa sisi ambao kwamba majority wengi katika, naweza kusema East Africa, kwetu upande wetu Afrika huku kwa East Africa, nasema utakuta wafuasi wengi ni wafuasi wa Shafi'i, wako Mahanafi, wako Maliki, lakini kwa asilimia kubwa ni Mashafi'i. Ukienda upande wa Asia kule India na kadhalika, utakuta wengi ni upande wa nini? Hanafi. Kule Mashafi'i ni wachache. Ukienda Morocco na pande za kule, utakuta wengi wanafuata Imam Malik. Kwa hiyo kila maeneo utakuta kuna mwanachuoni ametawala pale kwa kufuata au kwa wafuasi. Kwa hiyo sisi wengi ni wafuasi wa Imam Shafi'i. Kwa hiyo hukumu kwamba ukimgusa mwanamke, umemgusa mkeo bahati mbaya, udhu huna, umemsalimia mwanamke, kwanza mara nyingi tunasema ni haramu mtu kumsalimia mwanamke ajnabi, mwanamke ambaye kwamba unafaa kumuoa, hairuhusiwi kumpa mkono wako. Mtu anasema katika hadithi, inni la usafihu nisaa, mimi siwaamkii wanawake, maanake siwapi mkono wanawake. Kuamkia asalamu alaykum haina neno, lakini kutoa mkono wako kumpa mwanamke ajnabi haifai. Sasa hukumu inasema mtu kumgusa tu mwanamke ni haramu, au ni kwamba umetenguka udhu wako. Sasa tukaja katika suala la kufanya haji. Tunapokwenda hija au umra, kuna swala zima la kufanya tawafu. Tawafu pale wanawake wapo, wanaume wapo, na mavazi yale ambayo kama tunaovaa ni tofauti na mavazi yetu ya kawaida. Maana yake kwamba ni haraka mtu, wala sio ni lazima utagusana na mwanamke, iwe kwa bahati mbaya, iwe kwa kusudi. Sasa katika masala ya kutengua udhu, Imam Malik anasema ni mpaka mtu akusudie, maana yake ule mguso wake ulete athari ya shahwa, ya matamanio. Na maana ukimgusa mwanamke kwa kumtamani, udhu wako ufanyeje? Huna udhu, umetenguka udhu. Ama kwa bahati mbaya mmepishana tu hivi, mmegusana kwenye daladala au sehemu yoyote ile, ndio kama hivyo mfano wake wapi? Kwenye umra pale, wakati wa kufanya tawafu, au katika haji wakati wa kufanya tawafu, napozunguka ile al-Kaaba, wanawake humo, wanaume humo, bahati mbaya ukamgusa mwanamke, huna habari, wewe unaendelea na ibada yako, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda
uko bize na kumtaja Mwenyezi Mungu, lakini bahati mbaya umemgusa mwanamke, ngozi yako na ngozi yake zimegusana, pale unaambiwa hautenguki udhu wako, kwa sababu unafuata madhehebu mengine, unafanya kuna katika sheria tunaita, kuna neno linaitwa taklid, kuiga. Taklid kwa maana ya kwamba kufuata yale madhehebu mengine kwa dharura, haina shida. Kisha sisi, wewe kama Muislamu mu'min ni huru, hujaambiwa wewe lazima uwe Shafi'i wala uwe Hanbali popote, lakini lazima kuwa na nini, na msimamo kwamba mimi madhehebu yangu ni haya. Sio leo uko hivi, amini nafuata imamu huyu, kesho naangalia rais ni nini, nafuata huku. Ni lazima Muislamu awe na msimamo. Yapo mambo ya kufuata kwa dharura kama hivi, ukawa unasema mimi nitaamua kufuata udhu wa Imam Malik, ukawa unatawadha kama vile Imam Malik anavyotawadha, kwa sababu hata katika kutawadha pia baina Shafi'i na Imam Malik kuna tofauti, na ndio maana katika kutenguka udhu kwao pia ni tofauti. Imam Malik anasema umguse mwanamke kwa kukusudia kwa lengo la kumtamani. Ukimgusa mwanamke kwa lengo la kumtamani, kwa lengo la shahwa, yani nini maana shahwa au kumtamani? Kwa maana hisia zako zikasimama kwa sababu ya kumgusa mwanamke yule, pale unatenguka udhu wako. Sasa ikiwa mtu yuko haji, anafanya umra, amguse mwanamke kwa kumtamani, tena mtu huyo tena ana umra kweli, huko al-Kaaba, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika nyumba takatifu, kwa kuwa jambo hili liko mbali sana, ndio maana ikawekwa kwamba haina neno, mtu anaweza kufanya tawafu zake, kufanya ibada zake, hata ukimgusa mwanamke yeye endelee na ibada zake. Sasa hivi ni vitu ambavyo kama nimejaribu kuleta tofauti baina ya wanazuoni katika kueleza vile jambo la funga, ya kwamba je, siku ya funga ya 6 min Shawwal unaweza ukanuia funga ya 6 na ukapata masunna ya Alhamisi? Nikaeleza kwamba iko tofauti, wengine wamesema ndio na wengine wamesema hapana, ni bora kufanya kila kitu istiklalia, ikapatikana kivyake. Funga 6 kisha zile siku za Alhamisi zipo tu, lakini wengine wanasema maadamu ni kitu ambacho kwamba chaingia chini ya mwenzake, kinaweza kuingia kama vile kablia, ukanuia ukaswali kablia, lakini ukanuia pia na nia tu tahiyatul masjid, yandariju tahta hadhihi sunna. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la kheri, na wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu hajawapa taufiki kufunga siku 6 za Shawwal, bado fursa tunayo. Narudia tena, wake wengine mmeingia sasa hivi, tulikuwa tunazungumzia mada ya funga ya 6. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sama Ramadhana wa atba'ahu 6 min Shawwal, mwenye kufunga Ramadhani na akafuatisha siku 6 za Shawwal, fakaannama sama ad-dahra kullah, basi huyo ni kama alifunga mwaka mzima. Leo masikitiko, jamii zetu sasa hivi tunafunga hiyo Ramadhani tu, tena hao waliowafikiwa kufunga, na wangapi ambao kwamba hawafungi, na bila ya nyudhuru, bila sababu. Mtu ameamua tu hafungi yeye, au mtu anafunga siku 2 3, anaacha siku 2, anafunga tena baada ya hapo. Sasa wale ambao kwamba alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametupa taufiki kufunga, basi na sunna hii sikupite, bado tunazo siku takriban 7 mwezi kumalizika. Kama leo hukufunga, anza kutia nia, kesho funga, kesho kutwa, siku 6 tu umalize, upate thawabu za funga ya mwaka mzima. Utakuwa umefunga Ramadhani yako na pia umefunga mwaka mzima kwa kufuata hii sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la kheri, atuwafikie tuweze kufanya kheri na kuendeleza, na yale ya mashari tuyaepuke na tukomeke nayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar,
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. فاتقوا الله عباد الله، فقد فاز المتقون. واعلموا إخوة الإيمان أننا في شهر كريم، فقد مضى علينا شهر رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. أي أن الله سبحانه وتعالى في حبه لنا، وأنه سبحانه وتعالى يرينا كيف يحبه وكيف يحبنا، أن نزداد في حبه لنا الخيرات والبركات. أي أن من صام رمضان أي 30 يوما شهرا كاملا أو 29 يوما، ثم أتبعه 6 أيام من هذا الشهر الكريم، شهر شوال المبارك، فيعد كأنه صام السنة كلها. وهذا من فضل الله علينا إخوة الإيمان. ولا زلنا في شهر شوال، فعلينا أن نغتنم ونصوم ما بقي من هذه الأيام، ونصوم 6 أيام، ونكون وكأنما صمنا الدهر كله، وذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وزيادة في قربه، وزيادة في التمسك بسننه صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الله سبحانه وتعالى يقول: بقوله يهتدي المهتدون، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. أستغفر الله. اللهم تهدي لا إله إلا الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله.
فاتقوا الله عباد الله فقد فاز المتقون. واعلموا أنه لا ينفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة بالسبيل بسفر الليل وطواف النهار، وكثرة الصلاة على النبي المختار. قد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه، ثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم خير التحقيق سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى شهيد الأحباب الناصر والحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع سور القرآن سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب. وارض اللهم عن أزواجهم وأزواجهم وسمعة رسول الله أجمعين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والقحط والجور والظلم والفتن ما ظهر منها ما بطن من بلادنا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، ولا إله إلا الله. Please help. Number. استولوا الصلاة واعتدلوا وتقاربوا يرحمني يرحمكم الله. استووا. Uzime simu. Mwisho safu. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من
الوجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamu alaikum warahmatullahi